Usiku wa manane, upepo wa baridi ulivuma kutoka mashariki, ukibeba harufu ya moshi na chuma kilichochomeka. Anga lilikuwa na kimya kizito, kimya cha kabla ya radi pale radi la Romania zilipopiga kelele za tahadhari, zikigundua kundi la ndege zisizo na rubani likikaribia anga ya taifa hilo, mwanachama wa NATO. Ilikuwa ni usiku uliogeuka kuwa simulizi ya ujasiri, tahadhari na kivuli cha vita vinavyovuka mipaka ya taifa huru. Katika ukingo wa mto Danube ambako maji yake yanabeba historia ya Ulaya, sauti za mashine za vita zilivunja utulivu. Drones zilipaa juu ya mipaka ya Ukraine zikilenga bandari zake, lakini moshi wa vita haukubaki upande mmoja. Vipande vya ndege hizo zisizo na rubani vilipatikana ndani ya ardhi ya Romania, takribani kilomita 5 kutoka mpakani, kama alama za onyo zisizo na sauti, zikionyesha kuwa kivuli cha Moscow kimevuka tena mipaka ya amani ya Ulaya. Wizara ya Ulinzi ya Romania ilithibitisha anga yao imetiwa doa na mashine za kivita katika kile kinachoonekana kuwa ni mwendelezo wa mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine. Lakini tofauti na hofu, Romania haikutikisika. Ilinyanyua macho yake angani, ikikusanya ushahidi, ikilinda mipaka yake kwa ujasiri wa taifa lililoapa kutetea uhuru wake na muungano wake na NATO. Hali ya hewa haikuruhusu ndege za kivita kupaa mawingu yaliyokuwa mazito, upepo mkali. Hata hivyo, vikosi vya ulinzi vilisogea kimya kimya usiku huo, vikitembea katika matope na giza hadi vilipogundua vipande vya chuma vilivyokuwa na majivu ya moto. Ilikuwa ni ushahidi wa wazi kwamba vita vya anga vinaendelea, vita visivyo na mipaka vinavyoweza kuvuka mito, milima na mipaka ya usiku. Kwa miezi kadhaa sasa, anga la Romania limekuwa mstari wa mbele katika kivuli cha mapambano kati ya mashariki na magharibi. Vipande vya drones vilivyofanana na vile vinavyotumika na jeshi la Urusi vimekuwa vikionekana mara kwa mara ndani ya nchi hiyo, ishara kwamba mstari wa moto wa Danube unakaribia Ulaya zaidi kuliko ilivyowahi kufikiriwa. Kwa sasa Romania na Poland zimesimama bega kwa bega, zikizindua mifumo mipya ya ulinzi wa anga, silaha za umoja na tahadhari, zikiwa ni ngao mpya dhidi ya uvamizi wa anga wa Urusi. Ulaya inashikilia pumzi, NATO imeweka macho yake katika mashariki, na dunia inatazama kwa wasiwasi. Je, upepo huu na chuma utazimwa kabla haujageuka kuwa dhoruba kamili? Lakini ndani ya mioyo ya walinzi wa Romania ipo ahadi moja tu isiyotetereka: hakuna anga litakalochukuliwa bila mapambano, hakuna nchi itakayovunjwa bila sauti ya upinzani. Hapo katika mpaka wa Danube, wingu la kivita linaweza kuvuka, lakini ujasiri wa wanadamu unabaki kuwa ngome isiyopenyeka. Ni alfajiri yenye ukungu mzito juu ya ardhi ya Ulaya ya Mashariki. Mashamba yalikuwa ya nafaka yamegeuka kuwa kaburi la chuma, na miti iliyokuwa na watoto wa kucheza sasa ni vumbi la risasi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiwa na macho yaliyolala ndani ya kivuli cha uchovu, lakini moyo ukitoa nuru ya matumaini, aliwaambia raia wake kwa maneno yaliyopenya hadi mioyo ya dunia ilisikika, ikisema, katika Pokrovsk na Zaporizhia adui amezidisha mashambulizi, na hata hivyo kila mwanajeshi wetu anasimama kwa nchi, kwa heshima kwa Ukraine. Pokrovsk, mji uliokuwa na sauti za biashara, watoto na magari, sasa umekumbatiwa na ukimya wa risasi. Ukungu mzito umetanda ukifunika barabara zilizogeuka mtiririko wa damu na baruti. Chini ya kivuli hicho, wanajeshi zaidi ya 300 wa Urusi wameingia kupitia njia za kusini wakitoka Donetsk na Seldovi. Lakini ndani ya magofu, wanajeshi wa Ukraine wanasubiri kimya, mikono yao ikiwa imeshika bunduki, kama walivyoshika ahadi zao kwa taifa. Kila risasi inayotoka ni kiapo: tutaishi au tutakufa kwa Ukraine. Kutoka upande wa kusini, Zaporizhia Oblast inalia kwa sauti ya mabomu na milio ya magharibi ya kivita. Jeshi la Ukraine limejiondoa katika vijiji vitano: Uzpenivka, Novomykolaivka,
na vingine vilivyoteketezwa na mashambulizi yasiyopumzika. Lakini msemaji wa vikosi vya ulinzi kusini, Vladislav Voloshin, alizungumza kwa sauti thabiti kama mlima usioyumbishwa na upepo, huku akibainisha kuwa mapambano yanaendelea. Hakuna amani katika vita, lakini hakuna ushindi kwa yule anayekata tamaa, ikiwa ni sauti ya taifa lisilojua neno kushindwa. Wakati Pokrovsk ikiwa kwa risasi, anga la Urusi nalo lilipata radha ya moto wa haki. Jeshi la Urusi lilishambulia kiwanda cha kusafirisha mafuta Oskneft Osnetz katika mkoa wa Oneburg Oblasti, kiwanda kinachozalisha mafuta kwa magari ya kijeshi ya Urusi. Katika muda wa masaa 24, makombora na droni za Urusi zimeua watu 2 na kujeruhi 13 katika miji ya Kramatorsk, Kherson, Kharkiv, Dnipropetrovsk na Odessa. Watoto wamejeruhiwa, wanawake wamelazwa hospitalini, wazee wamekimbia bila mwelekeo, lakini bado kati ya vumbi na maumivu, wimbo wa taifa unalia. Kwa mujibu wa ripoti ya jeshi la Ukraine, tangu uvamizi wa Urusi kuanza mnamo Februari 24 mwaka 2022, wanajeshi wa Urusi waliouawa ni 1,153,180, magari ya kivita 23,553 yameharibiwa, mizinga na silaha nzito 34,366 na drone 79,642 zilipotezwa, kwani kila namba ni maisha yaliyotoweka, ndoto zilizovunjwa na ushahidi kuwa nguvu pekee haiwezi kuua ari ya watu wanaopigania haki. Ukraini leo ni kioo cha dunia kinachoonyesha taswira ya uchunguzi, lakini pia nuru ya matumaini. Pia ni taifa lililochoka kwa damu, lakini halijachoka kupigania uhai wake. Ni ardhi iliyopoteza watoto, lakini haijapoteza imani. Na kama alivyoapa Zelensky mbele ya taifa lililojeruhiwa lakini linalopumua, alisikika akisema, tutaendelea kuangamiza wavamizi kwa kila tone la damu lililoanguka na tutaandika mstari mpya wa ushindi, alisema kiongozi huyo.